tukianza kuzungumzia juu ya maana ya ukombozi. Leo tunaanza somo nukta ya pili. Sasa itakuwa ya kwanza sababu jana tulifanya ingilio, na leo tutajifunza nukta ya kwanza. Nukta ya kwanza itahusu juu ya maana ya ukombozi, sababu tumepatana kwamba Pasaka hii tutajifunza nukta mbili. Juma hili la kwanza tangu tarehe 29 ya mwezi wa ya tatu mpaka tarehe 4 mwezi wa 4 tutajifunza juu ya ukombozi, na tarehe 5 hadi tarehe 11 ya mwezi wa 4 tunajifunza juu ya ufungulifu. Mungu awabariki. Jana tulianza kuzungumzia juu ya ingilio juu ya hii ukombozi. Tukaona kwamba ile dictionnaire ya Larousse inasema kwamba la rédemption est une action de ramener quelqu'un au bien ou la racheter. Lakini tukasema dictionnaire biblique ayo inasema la rédemption c'est une délivrance des mal ou de l'esclavage par le versement d'un prix ou d'une rançon. Yani tukasema tangu Adamu na Eva walipofanya dhambi ikasababisha maafa mengi makubwa, na maafa yale yakaleta matukio mabaya kwa viumbe vyote, wanadamu, wanyama, mimea na nchi. Hii ndio maana tulisema kwa mtu ule wa kwanza ulimwengu wote ukapata mabaya, lakini tukamaliza na ile neno la Mungu kwa Wakorinto. Wangapi mnakumbuka? Wa kwanza sura ngapi? 15 na mstari wa 21 mpaka 22. Tukaona Biblia inasema, maana kwa kuwa mauti ililetwa na mtu, kadhalika na kiama ya watu ililetwa na mtu. Si ndio? Kwa kuwa kama katika Adamu wote wanakufa, kadhalika na katika Kristo wote wanahuishwa. Asifiwe Mungu Baba. Lakini tukasema kwamba Mungu alikuwa na hamu na kiu ya kutukomboa. Yaani Mungu hakufurahi wakati mwanadamu ameanguka. Tutarudia maneno mawili kabla tuanze maana ya ukombozi. Tusome Mwanzo sura zake 3. Tutaona mstari wa 9, tutaruka mstari ya 21. Nimesema Mwanzo sura 3, tusome aya ya 9. Mwanzo sura 3, tusome aya ya 9. Tutaruka aya ya 21. Tusome katika jina la Yesu. Amen. Tusome katika jina la Yesu. Amen. Bwana Mungu akamwita Adamu akamwambia, uko wapi? Turuke aya ya 21. Tuisome katika jina la Yesu. Amen. Bwana Mungu akawafanyia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi akawavika. Ni neno la Mungu, lishangilie. Amina. Hizo verse 2 ambazo tunazisoma zinaonyesha hamu na shauku ya Mungu kutukomboa. Nasema zile aya 2, ile ya kwanza yenye inasema Bwana Mungu akamuuliza Adam, uko wapi? Yaani hii inaonyesha kwamba hata kama mwanadamu amejiuza kwa shetani, amejibeba kwa shetani, amejitenga na uso wa Mungu, lakini hata hivyo Mungu anafanya juhudi ya kumtafuta.
Libarikiwe jina la Bwana. Na alipokuja kumtafuta, nataka asisimue dhamiri zake, anamuuliza uko wapi? Hii ni alama ya kumtafuta, ni alama ya upendo. Naenda haraka. Jambo la pili linaloonyesha kwamba Mungu alikuwa na hamu na shauku ya ukombozi kwa wanadamu. Wakati wanasema tulisikia sauti yako tukajificha, maana tuuchi, kwa ile roho ya upendo anaua mnyama, mwanakondoo, na anawavika. Hii alama ya kuwavika ngozi ilikuwa ni unabii ya namna gani watakombolewa kwa damu ya mwana kondoo ambaye ni kamili, asiyekuwa na hila, asiyekuwa na lawama wala kunyanzi, ambaye ni Yesu Kristo. Hii tunaona Yohana anaitangazia pale kwa sura 1 na mstari wa 29, wakati anasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Jina la Bwana libarikiwe. Tuanze sasa nukta ya kwanza, maana ya ukombozi. Biblia, neno la Mungu, inatupa maana ya ukombozi. Tuyachambue mambo fulani fulani. Ukombozi maana yake nini kulingana na Biblia? Kibiblia, ukombozi ni kununua tena kitu au mtu ili kuirejeza katika umiliki au katika hali yake ya mbele. Ninarudia. Kukomboa ni kununua tena kitu au mtu ili kurejezwa katika umiliki au katika hali yake ya mbele. Siye mimi ninawavuruga, ni Joase ndiye anawavuruga. Sababu hii yote kama mko mnayasoma pale. Alifanya ufundi yake, alishindwa. Niliwaza alishajua informatic, ilimshinda maraba leo. Bwana Yesu awabariki na awasaidie. Kama tunasema mtu ataleta ukombozi, inamaanisha kitu ilikuwa yako, lakini nyuma ya kuwa yako ukafanya nini? Ukainyanganywa na mtu mwingine. Sasa ukisema naenda kuikomboa, inamaanisha kwamba utainunua tena yenye ilikuwa yako, lakini unaifanya tena nini? Unainunua tena. Amonaje hawa wababa washenzi? Iko sawa, Kiswahili yangu itavunjana moyo hapo. Amonaje hawa baba washenzi wenye wanazala nje ya ndoa, lakini kwa vile ni nje ya ndoa, ule mtoto kusudi ahakikishe ni wake, yeye alimzala, lakini naomba mfanye nini baba? Mseme na sauti, naomba mfanye nini? Amgomboe, japo ni wanani, lakini kwa vile aliifanya kinyume ya sheria, inaomba afanye nini? Ainunue tena yenye ilikuwa yake, lakini anailipia haki. Ninaeleweka? Amwezi elewa na sisome Biblia. Maana yake ile kitu kisema unaikomboa, unataka uirudishe katika droit yake ya zamani. Ndio mnaita umiliki, katika haki yake ya zamani. Tusome Warumi ndio muelewe. Warumi sura 5 aya ya 12 na Wagalatia sura 3 na aya ya 13. Tuanze Warumi sura ngapi? Sura 5. Tunaona aya yake ya 12. Nasoma katika jina la Yesu. Kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, si ndio? Na hivyo mauti ikawafikia watu wote, kwa sababu wote wamefanya dhambi. Hii Biblia inatuambia nini hapa? Wakati Adamu alipofanya dhambi, akatuhusisha, ndio Kiswahili kizuri, akatuhusisha sote kwa ile dhambi. Yaani sote tukageuka watumwa wa nini? Haya. Sasa tulipogeuka watumwa wa dhambi, tukakuwa mali ya nani? Haya, mali ya Shetani. Japokuwa kabla ya dhambi tulikuwa mali ya nani? Unaelewa ile matematiki? Yaani kabla ya dhambi mwanadamu alikuwa mali ya nani?
ya Mungu. Lakini wakati Adamu amefanya dhambi, tukageuzwa watumwa wa nini? Watumwa wa nani? Wa dhambi kabisa. Tukageuka watumwa wa dhambi. Na bwana wetu akawa nani? Shetani. Ndio akageuka shefu. Sasa ilidaiwa kwa vile tumekuwa mali ya Shetani. Mungu kwa vile alituumba na roho ya upendo, kwa vile alituumba na roho kwa mfano wake, iliomba aanze processes ya ukombozi. Haleluya. Iliomba aanze processes ya nini? Ya ukombozi. Atununue tena. Sisi ambao tulikuwa kama mali yake, na iliomba ndio tutoke mu mikono ya Shetani. Atununue kusudi aturudishe katika hali yetu ya mbele, ya kabla ya dhambi. Oro, kabla ya dhambi tulikuwa na ushirika na nani? Tulikuwa mali ya nani? Tulikuwa ushirika na Mungu, tulikuwa mali ya Mungu, tulikuwa wana wa nani? Na Mungu alikuwa Bwana wetu. Mnaelewa? Sasa mtaelewa vizuri kama sisomi Wagalatia. Wagalatia sura 3 aya ya 13. Karibu pastor. Tunaisoma katika jina la Yesu. Amen. Kristo alitukomboa katika laana ya Torati. Mseme amina. Kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Ni maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu aangikwaye juu ya mti. Amen. Amen. Na mimi narudi tena. Tulisoma hivi, niko kwa aya ya 13. Kristo alitukomboa katika laana ya Torati. Kabla ya sheria, dhambi hazikuwa zinahesabika. Lakini sheria ilipokuja, dhambi zikapata mizizi. Sababu nguvu ya dhambi ni katika sheria. Mnanielewa basi? Kama sheria haipo, ni kusema na watu hawezi jua kama kuna nini? Kuna dhambi. Nini ilisababisha ijulikane kwamba kula ile matunda ya ile mti imegeuka dhambi? Ni nini ilisababisha iligeuzwa kwa Adamu kwamba vile anakula ile mti imemgeukea dhambi? Mjilie ninyi nyote. Sheria yenyewe ilikuwa gani? Haya, yaani Mungu alimwekeaka mpaka akamwambia usile matunda ya mti huu, lakini mengine yote utafanya nini? Sasa alipokula likakuwa nikisema alipokula ikamgeukea nini? Dhambi. Na ile dhambi matokeo yake ikawa nini? Ikawa laana na mauti. Mungu aturumie na atusaidie. Sasa maisha yetu sote tukawa chini ya laana na kongwa ya Torati. Turudi pale yulu kwenye tulianzia jana. Wagalatia sura 4 na aya ya ngapi? Ya 4. Nao ulipowadia utimilifu wa wakati, Mungu akamtuma mwanawe ambaye amezaliwa chini ya sheria. Aya yake inafuata ya 5. Kusudi awakomboe hao waliokuwa chini ya sheria. Nibarikiwe jina la Baba. Nibarikiwe jina la Baba. Katika wale ambao hatutakiwi kuwasahau na kuwachukia ni Yesu Kristo. Ametuondoa chini ya laana ya sheria. Amelipa mali, amelipa gharama, ametununua tena, ameturudisha katika hali yetu ya mbele. Haleluya. Nasema haleluya. Turudie mwa ile maana mu dictionnaire, ameturamene, c'est-à-dire tulikuwa tulishakuwa egare. Me ameturudisha tena na kutufanya kuwa mali ya Mungu. Apewe sifa Yesu. Hamwezi elewa isipokuwa sana endelee. Tuone maana ya pili ya ukombozi. Lakini mbele nifike pale niseme nini hapa?
Tukumbushane kuwa kwa dhambi zetu tulijiuza kwa shetani, tuliokuwa mali ya Mungu tukageuka mali ya shetani, ila Kristo amefika ili atununue tena na kutugeuza tena kuwa mali ya Mungu. Nilishazungumza pale. Maana ya pili ya ukombozi. Kukomboa ni kuweka huru kwa nguvu ya kulazimishwa. Kukombolewa ni kuwekwa huru kwa nguvu ya kufanya nini? Ya kulazimishwa. Kwa nini hii msemo? Yaani aliyekununua anakuwa na nguvu kuliko wewe, na ndio maana anakugeuza kuwa na mali yake, kuwa mtumwa wake. Sasa kusudi ukombolewe, inatakiwa aliye na nguvu zaidi ya aliyemshika. Kwa sababu watu ambao wananifuata, ndio kama mtu ni mtumwa wa mtu fulani, inamaanisha ule mtu ana nguvu kuliko. Sasa kusudi utoke mu mikono yake, unadaiwa aliye na nguvu kuliko yeye, kusudi amshinde. Akishamshinda akufanye nini? Akukomboe, akulete. Mnaelewa pale? Ilidaiwa atakayekuwa na nguvu zaidi ya shetani atuondoe katika mikono ya shetani. Amen. 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 Shetani ni mfano wa Farao. Amen. Amen. Na Mungu alimwambia Musa namna gani? Alimwambia, tusome kusudi mwelewe. Kutoka sura 3. Nadhani ili utendo na iweza mbio. Kutoka sura 3. Tusome mstari wangapi? Mbele tusome Kutoka, tusome kwanza Mathayo. Tutabafika Kutoka baadaye. Inafanya hakikishe lile neno nilisema kusudi ukombolewe, inaomba atakayekukomboa wewe na nguvu kuliko yeye aliyefanya nini? Aliyekushika. Ile dhambi ulishakashindwa kuacha, inadaiwa mkono ya nguvu ya uwezo ya Mungu ili utoke mle ndani. Inadaiwa nguvu zaidi ya ile dhambi ili upate kuwekwa huru. Mathayo sura 12:29. Urudie tena nyuma gra, nadhani habitakusumbua. Mathayo chapitre combien? Msomaji asome, sio mimi tu. Twende tunagawanya. Nasoma Mathayo 12 mstari wa 29 unafika 30. Tunaisoma katika jina la Yesu. Amen. Ama awezaje mtu kuingia ndani ya nyumba ya mtu mwenye nguvu na kuviteka vyombo vyake asipomfunga kwanza yule mwenye nguvu? Ndipo atakapoiteka nyumba yake. Ndio mtu asiye pamoja nami kinyume changu. Yesu anauliza kwa ile aya ya 29, awezaje mtu kuingia ndani ya nyumba ya mtu mwenye nguvu na kuviteka vyombo vyake asipomfunga kwanza yule mwenye nguvu? Inawezekana? Haiwezekani. Asifiwe Mungu Baba aliyemtuma Yesu Kristo aliye na nguvu kuliko. Amen. Ambaye nikiwahubiri sijui kama mtanielewa, iliomba atembee fasi zote ambazo ibilisi anaweza kuwa aliweka miliki. Mahubiri yangu itakuwa labda hujawahi kuisikia kabla. Nianze, iliomba Yesu akadegee hii udongo, maana aliye na nguvu ameilaani, yani ni shetani. Iliomba Yesu aifanye nini? Hangesema tu na tukombolewe. Iliomba na nguvu zake zije hapa, zinyanganye nguvu ya udongo, nayo ikombolewe. Amen. 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 Lakini sababu najua ililaaniwa alipofanya dhambi. Nani yule? Adamu alipofanya dhambi wapi? Katika lile shamba la Edeni. Udongo ikalaaniwa. Iliomba Kristo aliye na nguvu aifanye nini? Aikanyagie.
Amen. Lakini niwafahamishe kwamba alitembea juu ya maji ili maji nayo ipate pia uwezo. Hakuna mazimu juu yetu kwa sababu nayo ilikombolewa. Kama aliye na uwezo aikanyagie. Bila kitu chochote kile mnachokiita nini basi? Hamunifuati dogo. Bila nini ninazungumzia? Bila mashua yoyote iliomba ikanyagie, anyang'anye uwezo. Lakini pia iliomba ashuke wapi? Ashuke hata kuzimuni, avizite ahera jehenama. Yesu alivizite kule ili kwamba anyang'anye na uwezo uliokule na mamlaka zilizokule. Haleluya. Amen. Lakini pia iliomba apae wapi? Niko saa tuko pamoja, sio mbinguni, mawinguni. Ili humu angani namo anyang'anye amo nini? Ahakikisha amerudi mbinguni, amerudisha miliki zote kwa nafasi yake. Hakuna tena lawana wala chochote kile. Asifiwe Mungu Baba. Sasa turudie nyuma. Ndiyo maana na sisi tuliokombolewa, udongo haina nguvu juu yetu. Maana kama vile tulikombolewa tukapewa mamlaka ya Adamu wa kwanza, yaani udongo tunaikanyagia inatuheshimu. Tukienda baharini inatuheshimu. Hata kuzimu haina nguvu juu yetu. Isitoshe na saa ya parapanda tutapita hapa, wala mawingu haitatuzuia. Sababu aliyetukomboa na nguvu kuliko aliyetufunga. Chapa makofi, sema amina. Nishatengeneza hapa. Haya. Najua tatizo yangu ni vipi hivi. Abia ule Bwana akupatie baraka. Bwana Yesu asifiwe hapa. Amen. Awezaje mtu kunyang'anya mwenye nyumba vyombo asipomfunga kwanza? Geukia aliyepenwambia shetani ni kitumba ya nyoka, hata mnaanzaga muogopa. Alishafungwa zamani, hana uwezo tena juu yetu. Nikisema juu yetu nazungumzia juu ya waliokombolewa. Nani aliyekombolewa tena serikali itakuwa na nguvu juu yake bado? Na amekombolewa nani atakuwa? Ni parke italeta tena barua? Ni nini askari ni avokani nani basi? Utampresente barua yako ya mise en liberté. Tena haiko mise en liberté provisoire, lakini ni ufungulifu kamili. Asifiwe Mungu Baba hapa. Nasema asifiwe Mungu Baba hapa. Amen. Niko kuyangapi? Kukomboa. Niko kuya pili hapa, nazungumza nasema kukomboa ni kuwekwa huru kwa nguvu ya kulazimishwa. Sasa ninaandika nini hapa kusudi tuendelee? Tufahamishe kuwa shetani kama Farao ana nguvu na moyo mgumu kwa kuachilia wale aliowafunga katika utumwa wa dhambi fulani. Ndiyo maana Mungu alimwambia Musa, akamwambia nini? Kutoka sura yake ya 3 mstari wa 19. Kutoka sura 3 mstari ya 19. Soma pastor. Kutoka sura yake ya 3 na mstari wa 19. Haya, tunaweza isoma katika jina la Yesu. Ndiyo. Nami najua ya kuwa huyo mfalme wa Misri hatawapa ruhusa mwende zenu, la hata kwa mkono wa nguvu. Usoma mzuri pastor. Nami najua ya kuwa huyo mfalme wa Misri hatawapa ruhusa mwende zenu. La. Siku gani shetani ataitika wache mlevi, wache mkahaba, wache mchoyo, wache dhambi? Hawezi. Maana alikuzidi nguvu, akakufunga, akakugeuza nani? Wewe mnajidia mtumwa wa ile dhambi ilishamshinda. Ni pale kwa ngapi? Kwa Mathayo 12:29. Akija mtu aliye na uwezo kuliko wewe, anakufunga na kunyang'anya vyote. Wacha nishindilie hapa. Hauangalii mara ngapi umeshindwa kuachana na ile dhambi, kuachana na ile ubaya fulani, kuachana na tabia fulani, sababu aliyeiweka ndani mwako ana nguvu kuliko wewe.
akili yangu ilishaka kubadilisha. Kama nyimbo za unaimba kama hii kwa zilishakubadilisha. Kama ile maji ulibatizwa ndani ishakubadilisha. Unaimba na unaimbiwa, unahubiri na unahubiriwa, lakini ungali na dhambi fulani. Sababu aliyeiweka ndani mwako alikuzidi nguvu akakufunga. Turudi kwa mafundisho ya jana. Mtu hawezi kuombolewa kama hapige yowe. Mtu hawezi kumsaidia kama halalamike, ninashindwa, akiyama ninashindwa, msaada inakuja. Hii dhambi ilishakushinda, unatakiwa uyame. Sasa ukilia, msaada inakuja. Turudi. Mungu mwenyewe anamwambia Musa, mimi najua nani mko naye dossier. Jina lake anaitwa Farao na moyo wake ninauelewa, hawezi kufanya nini. Sasa Mungu anamwambia Farao, mpaka kwa mkono wangu wenyewe. Je sais que les rois d'Égypte ne vous laisseront point aller si ce n'est pas par une main puissante. C'est conditionnel. Si ce n'est pas. Donc en dehors de cela, tu vas demeurer toujours esclave. Ninyi nyote mlioingia hapa mnatakiwa mudai, muombe mkono ya uweza wa Baba. Ndio ina uwezo ya kutufungua. Ukiona ulishaka shinda dhambi, haiko mzuri. Ni mkono ya Baba ilikuwezesha. Ni nguvu za Baba zilikuwezesha. Kuna wengine walishajificha waache ile dhambi ya ulishaka shinda, wao nimewashinda. Asifiwe Mungu aliyetuweka huru bali na sheria. Ni neema mtu kwanza kusikia mbele ya kutetana ulimi yake inafungana, mbele ya kukwazika roho yake ni ngumu, mbele ya pombe roho haipige, mbele ya mwanamke wanaume roho haipige. Ni neema. Mkono ya Baba iwaguse wasikilizaji na watazamaji. Ni mkono ya Mungu tu ndio ina uwezo ya kukomboa. Haleluya. Iwakomboe leo katika jina la Yesu. Iwaondoe katika laana na sheria ya dhambi ambayo imewazuia, ambayo shetani amewafunga. Leo lalamika na udeklare kwa mkono. Useme, Baba, mkono wako ya uweza unifunue. Sasa tulisema jana hakuna deliverance, hakuna redemption bila declaration. Mungu awasaidie, mumaombie, mkwe mnadeklare vitu fulani. Kama ni dhambi imekushinda, il faut déclarer ça dans la prière. Il faut prononcer ça dans la prière. Inaomba kuwa unaitamka. Unasema msinifu niache, mkahaba niache, uchoyo sikupendi. Hapana kusema tu Mungu Baba unishindie dhambi. Hapana, iseme kwa jina ile dhambi yenyewe. Kama ni uchoyo, itamke maombi ya asubuhi, ya magharibi, mumikutano sawa hii, mumafungo, uiende mlimani, uifanyie kipindi, ufanye rekema, na uko na deklaro unasema hii siipendi. Na kama ni baraka nayo memema, usiseme tu Baba nibariki, inafaa useme kwa jina, nifanye hivi, nifanye hivi. Nilimwambia meme alizala Biblia, ukikutana maverseze ziko mule, sina kushitani, unafaa kudeklare. Haleluya. Geukia aliyepewa nimwambie unadai mkono wa nguvu ya Mungu ikukomboe wewe. Maana umeshindwa mwenyewe. Umeshindwa. Amen. Inasema amen. Amen. Tunaweza endelea? Sijamaliza bado pale. Ninaweza kusema hivi, tusome Kutoka sura 6 aya ya 6. Kutoka sura ya 6 aya ya 6. Kutoka 6 twende haraka. Nasoma Kutoka 6:6, tuisome katika jina la Yesu. Amen. Basi waambie wana wa Israeli, mimi ni Yehova, nami nitawatoa ninyi mtoke chini ya mizigo ya Misri. Nami nitawaokoa na utumwa wao, nami nitawakomboa kwa mkono ulionyoshwa na kwa hukumu kubwa.
Amen. Amen. Tiake France. Twende hapa. Basi waambie, subiri kwanza. Waambie wana wa Israeli, mimi ni Yehova. Niko nafasiria maana ya ukombozi ni kuwekwa huru kwa mkono wa nguvu kuliko yeye aliyefanya nini. Mwenzako atakuweka mtuma ya miaka ya sekle 5 kisha useme iko mwendre. Tena akafaire dépasser prophétie ya Mungu ya miaka Ibrahim, miaka 100 kisha wakafika miaka 400 na ngapi? 15. Sasa Mungu mwenyewe anasema ninaona hamtawezi. Ukikutana kwenye Mungu anatumia hili jina, inamaanisha kwamba ndio force yeniko extreme. Watu hawako atao. Kila kwenye unakutana hii inaandikwa mimi. Niliwaambia mu grammaire, mu conjugaison, mu analyse, mu accord ya participe, mu vitu vingine. Wayahudi hawangetumia première personne du singulier. Jésus. Je. Ni nani? Wakati Mungu anatumia hili jina, mimi ni Jehova, inamaanisha huyu baba anadai nguvu zilizo juu ya nguvu zingine. Mungu anisaidie, lakini mwe na sikio la tatu mwelewe. Zambi inahitaji declaration ya ajabu. Zambi hatuwezi ishinda mumwendre geste. N'importe quel péché mama deje, iwe ya kunungunika, iwe ya kukwazika, iwe ya uchoyo, kila zambi yoyote ina mizizi katika sheria na mauti. Sasa ile zambi hatuwezi ishinda juu tumefunga sana, hatuwezi ishinda juu tumeomba sana. Tunaishinda wakati tunaitika kwanza kwamba sisi ni wadhaifu. Ndio hatua ya kwanza hiyo. Unaitika kwanza kama mimi sifanye nini. Na ile kushindwa yako usifanye namna gani? Usifiche, inaomba uifanye nini? Uionyeshe wazi mbele ya Mungu kwamba nimeshindwa. Amen. Amen. Sasa nyuma ya ile unaenda hatua ya tatu, unaichukia. Mnajua juu ya nini mnademere watuma wa zambi na mkombozi alishakafika? Ni kwa sababu hamujitiki. Hamchukiri mnafanya. Mnavinormaliza. Mimi nawasihi mafundisho niko na wafanyeni ya affermissement. Mimi nawasihi désolé, usisemake tena mimi nakwazika. Ile ni kufanya ile zambi kuwa ya nani? Kuwa yako. Ni kuigrave mu imani yako inageuka mdamu yako. Si kwetu tunakuaga wanani? Saidini. Si kwetu tunakumbakali kwanza kwa sisi. Si kwetu tunakuaga. Donc ile pesi unainormalize, unaifanya kuwa na unajifanya kwamba haupendi itoke hapo. Nyuma ya kuonywa, nyuma ya kushauriwa, unasema hivi. Vile na ndio ninakuaga. Donc unaitika maisha ya zambi. Ndio pale ulisha hukumu kwamba mimi naitika niende wapi? Tu niliwaambia hatuna nafasi ya tatu ya transition. Mbinguni au full stop. Hakuna purgatoire. Purgatoire ni Kiswahili, hakuna matohara. Matohara mumashi ndachishukiru. Alifanya dhambi, tutolee sadaka misa, atoke muli aende mu paradisi. Amen. Ninawatangazia katika uwezo niliopewa, Mungu awape neema leo mtoke humu na umechukia dhambi na umeona nilishachimba, leo uitamke mkinywa
force zangu, mimi nimeshindwa, niliaplike mafundisho, ninafunga, ninaomba, mimi mtuma inatafika museke meseke. Ausangale unatazeeka na dhambi. Nilisema tena jana, msimchukie kuzeeka na dhambi wapi. Mwekodi dimanche ulikuwa na ile dhambi, mkorale ile dhambi ukaolewa nayo, mmekomaa nayo, miaka 12 nayo 13. Msianze angalia leo tu anaanza zeeka na mimi na rupara mseme sio niko na sema. Na nyinyi mko mnaenda wacha ngo mlukumba nini mmoja. Ni Mungu awape neema, mko muitike mkono ya Baba. Haleluya. Iko sawa vile Musa, Mungu alikuwa anamprepare na mwambia, "Bia utakuta kule nisikuogopeshe na haiko marangement. Hakuna vya marangement na miable na shetani." Ninawaambia hakuna arrangement na miable na shetani. Ni kutangaza vita. Njoo tuachilie, inaomba mkono ya Baba imtingize. Iko sawa vile hamkusikia hapa mzuri. Nami nianze pale. Nami nitawatoa ninyi mtoke chini ya mizigo ya Misri. Neno nzuri hili kabisa. Inafaa batoshe chini ya ile mizigo. Dhambi haitembee moyo. Baba mwenye analewaka na anakuwa muongo. Na anakuwa mfichi. Na anakuwa mwizi. Na mama analewaka naye vile vile. Na anakuwa mjanja. Mnasikia siku vinaongezeka. Mjanja anajifanyisha akishalewa anatafuta mabomboshi ujanja hii. Nilishawaambia mfanye angalisho na mapapane mnaona kila magharibi na pena mabombo kila hivi. Kama mko na bakristo mapapane na pena mabombo sifuri, haiko sifuri mbongo. Bombo za hewa unamfanya sachi wako unamfanya fanya. Mtu wako yule mwaliambia bibi yake ashame angalia kama alikula kuku. Bwana Yesu awasaidie. Nami nitawaokoa na utumwa wao, nami nitawakomboa kwa mkono ulionyoshwa na kwa hukumu kubwa. Leo inafaa mtoke Mungu mnaambia ile dhambi mimi nakutangazia jiji nayo. Mimi nakutangazia uhukumiwe, chulisha nisumbua. Inaomba leo uhukumiwe. Kuna wengine hawatuachilii isipokuwa kwa hukumu. Naomba praise. Haleluya. Amen. Mungu awasaidie mkombolewe. Amen. Toke chini ya laana ya dhambi. Amen. Kwa uwezo wa mkono ya Mungu iwafungue. Amen. Inafanya muwe yulu ya dhambi na dhambi ziwe chini. Amen. Zitabazunguka meha zitabashinda. Zitabawinda meha zitabashinda. Amen. Amen. Sababu tukisha kombolewa bakisha kutunyang'anya katika nguvu za aliyetushika, anafezereshwa mbele yetu. Mimi napendanga neno moja nadhani tutalikuta linasema aseme wakati Yesu Kristo aliponyang'anya shetani mamlaka na nguvu na uwezo, ase akazipiga kumsalaba toute la journée, azifezereshe, aziaibishe zile nini, zile dhambi aziaibishe toute la journée. Asa ile efe mlionaka Yesu anashinda kumsalaba hivi ilikuwa kama kufezeresha dhambi toute la journée. Amen. Kuziambia mimi na declare mbele yako shetani kwamba dhambi kwa leo hamuna nini? Hamuna tena uwezo, hamuna tena nguvu. Amen. Tukishakombolewa tunapata fierté na puissance na mamlaka na pouvoir devant ule mwenye alifanyaka nini? Devant ule mwenye alikuwa anatufunga na hatuna haya kupita mbele yake. Na hatuna haya kupita kwake, tu hatuna oga, hatuna hofu. Sawa tunaelewa hana nguvu tena juu yetu, na yeye mwenyewe hawezi kutusemesha. Sawa naelewa aliyemtosha mkono yake, hatuogope sisi, lakini anaogopa mwenye alifanya nini, alitutoshaka mikono yake. Haleluya. Kali shetani kwa wapi wao wakamngenda ho. Kwa wale walishakombolewa shetani anaogopa. Amen. Sawa na tuogopea wewe mwalitukomboa. Ni hatuogopa.
Turudie kwa ibada ya dimanche. Punda alikanyaga nini? Ushangai. Un animal très têtu. Mnyama mbaya. Akimchinja utamkula. Akichinja punda mtamkula. Ndio njala iliwakulisha wenzenu. Ne haiko desire kukuliwa. Ne kwa sababu anabeba Yesu. Kwa sababu anabeba nani? Yesu. Balitandika nini? Batu wako wanajua nani ndio wanazitandikia. Yesu. Nani anazikanyagia? Mesali fika kumlango ya hekalu misio yake kafanya nini? Watu wakaanza kufukuza. Utakoyola hapo utanyama hapo. Mtoshe mbio mbio. Fanyeni angalisho na kuacha maisha ya Ukristo. Yesu ndio valere yetu. Amen. Yesu ndani yetu ndio valere zetu. Amen. Mwache dhambi zituogopee Yesu aliye ndani. Haleluya. Amen. Amen. Inasema amen. Amen. Mungu wangu awabariki. Amen. Tunaweza endelea? Ndio. Sijawaacha. Niko naeleza ile ya tatu, ile ya pili ndio iko ndefu zaidi ya tatu na ya 4 na ya 5. Nikingali na dakika bado sijazimaliza. Nataka nizungumzie kitu gani hapa? Nataka nizungumze juu ya aya ya 7. Projekte aya ya 7. Ya 7. Aya ya 7 tu ya pale kwetu kutoka aya ya ngapi? Ya 6. Sasa tuende aya ya 7. Tusome sote. Kwa sababu mnahitaji kinywa yenu ikombolewe. Sasa mnahitaji midomo yenu ifunguliwe kwa jina la Yesu. Amen. Sasa msome kwa jina la Yesu Kristo. Nitakuwa Mungu kwenu, nanyi mtajua ya kuwa mimi ni Yehova Mungu wenu. Hili neno litaenda linarudia tena. Nataka nikutaka kusema nini? Tukishakombolewa tunarudishwa katika miliki yetu. Amen. Haleluya. Amen. Nami nitawatwaeni kuwa watu wa nani? Haya. Nitakuwa Mungu kwenu, nanyi mtajua ya kuwa mimi ni nani? Yehova. Haleluya. Amen. Kuko wakati mimi naikalaka mimi baba yenu mimi najiuliza juu ya nini nishashinda hii zangu? Nikashinda hii. Juu mimi najua zaidi nilishashinda. Kuko zaidi banakujaga banaungama kwangu, samu naenda mimi nasema sifa kwako Yesu. Unisaidia asiniambukizie hata nilimweka mikono. Sababu wewe ni Mungu. Usanisaidia kushinda hii. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mimi naona sikuishinda juu ni mwira, lakini tunaishinda kwa sababu ya Yehova. Amen. Mwache Yehova ageuke tena Mungu wenu. Amen. Ana dhambi tu ndio zinatuma Yehova siwe Mungu wenu. Na Yehova akiwa Mungu wenu, hakuna cha kuwashinda. Hamtakuwa mtumwa wa kitu chochote kile. Na hamtawekwa chini ya uwezo wa kitu chochote kile. Hakuna. Amen. Na tutajirike hae kama Jehova ni Mungu wetu, hatakuwa watumwa wa hela. Hata tutajirike shika la wale pinie. Jehova ni Mungu wetu tu. Faranga zitazima mimi tutakuwa tunaziambia wewe ikala. Usinizoee. Zinataka kuambia wende mlwazire kwanza wende hivi, unaziambia wewe bakia. Kabla siyakupata nilikuwa na Yesu au utaninyang'anya Yesu. Na unatakiwa Yesu atangulie wewe ubakie. Alafu hii mgari, hii mkono itabeba gari hivyo, lakini hii nayo itashika Biblia. Hakuna woga, hakuna shaka lolote. Haleluya. Hata tutajirike vyae, hakuna siku mali itakwambia, "Oh nyoroka, oh nyorosha hiki, beba hiki." Atakuwa watumwa wa mwili. Mkombolewe roho, mwili na nafsi kwa jina la Yesu. Hakuna vya kutusonga. Ninaamini ikifika siku ya 4 ni lazima nitakuwa niko nafundisha
sababu kesho lazima nifundishe nini inaweza kukombolewa. Amen. Amen. Na pale tutakuwa kutana kwamba kuna watu fulani roho inamwendea Mungu, lakini nafsi inaungana na dhambi. Roho inaenda nani? Lakini nafsi inaungana na nini? Ndio maana wakiimba nyimbo za Mungu roho inafanya nini mama? Mbona hamsemi? Wakiimba nyimbo za Mungu roho inafanya nini? Si ndio? Wakisema vitu ya Mungu roho inafanya nini? Kwenye wanasema Mungu roho inafanya nini? Sasa naenda nje nafsi najiunga na damu. Hakukombolewa roho, mwili na ninyi wa Kristo wanayoti lazima mtakombolewa roho, mwili na nafsi. Mnageuka mali ya Bwana pekee. Hakuna sehemu ya shetani. Haleluya. Nasema haleluya. Je vous prendrai pour mon peuple. Ile ndio nilifurahia sana. Je vous prendrai pour mon peuple. Bengine bote ndabaacha menyi mtageuka ndio nani? Ni ndio bangu. Wakisema taifa la Mungu, nyinyi mtakuwa mnatia vidole hivi. Haleluya. Mna ile ujasiri kabisa. Mungu awape ile neema. Amen. Je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi, l'Éternel votre Dieu, qui vous a affranchi des travaux dont vous chargez les Égyptiens. Ni siku ile ya dhambi baba tu hayo leo kwa jina la Yesu. Moyo huu kweli kweli. Kuna fardo juu yetu. Inampenda Paulo anasema mimi sitawekwa tena chini ya uwezo wa kitu chochote. Kitu chochote kile. Nitagusia pale sasa tunaanza zungumza juu ya deliverance. Unahitaji wewe deliver mtu kuko kitu ambaye ilishaka kufanya mtumwa wake. Amen. Oro ni kitu. Kuna vitu vingine hatutaitika tuvideclare mkinywa yetu. Mimi kama siyafanya hiki sikia yake niko bie na hautakuwa tu bie uko mfungo ile kitu. Tutawekwa chini ya uwezo wa kitu chochote kile mama mwengi. Kuko moja tu mwenye atakuwa juu yetu ni Roho Mtakatifu. Yeye atatuweka chini ya uwezo wake. Ule tu ndio Yesu alisemaka, ule tu ndio mimi naacha badomine. Na vitu vingine havina domination juu yetu. Inafaa tu declare vitu ikatae au nom de Jésus kama sitatawaliwa na kitu chochote, sitaongozwa, sita. Apare Roho Mtakatifu. Chape makofi mseme amen. Tunahitaji ukombozi wetu awe na nguvu zaidi ya ule aliyefanya nini? Aliyetushika. Tusome Mizali projecteur. Mizali sura 23 aya ya 11. Niba kuandika muandike mtume inasema hapo mbele tutasoma mtume mmoja. Mizali Proverbe chapitre 23 le verset 11. Jérémie chapitre 50 le verset 34. Umeandika? Jérémie 50, 34. Actes des Apôtres, chapitre 7, le verset 35. Lakini tutasoma tu Mizali. Twende. Soma Mizali 23 mstari 11. Mstari wake wa 11 kabisa. Tunaweza isoma katika jina la Yesu. Amen. Kwa sababu mkombozi wao ana nguvu. Haleluya. Atawatetea juu yako. Amina. Amen. Tunaweza kudeklare vile shimote kwa sababu mkombozi wao ana nguvu. Atawatetea juu yako. Nikisema mdeklare vile ndio mngesoma tena. Kumbe niko na mafundisho yenye hamfuate kabisa. Mimi niko nataka mfanye declaration itatuma utoke huku na una uwezo juu ya ile dhambi ilishakufanya mtumwa. Ale tusome 1, 2, 3. Mkombozi wangu ana nguvu. Haleluya. Yes. Mtetezi wako lazima awe na nguvu.
kombo. Haleluya. Awe na nguvu zaidi ya ile zambi ilishamshika. Awe na nguvu zaidi ya wale wanakutembelea. Awe na nguvu zaidi ya wachawi na walozi. Awe na nguvu zaidi ya jaribu yao. Haleluya. Sifa kwa Mungu wetu. Tunaweza enda kujambo la ngapi? Maana ya ngapi? Ya tatu. Maana ya tatu. Kukomboa ni kufuta au kusawazisha deni zote zenye kudaiwa kwa mfungwa. Ni kufuta deni zote. Amen. Haifai muwe na deni ya shetani. Haifai muwe na kontra rande na shetani. Mkatale ile collaboration moja. Amen. Amen. Yokia aliyepema mie fanya resiliation na kontra za shetani leo. Turezilie kontra za shetani. Amen. Turezilie sa. Mutake Yesu aje afute deni zenu zote. Amen. Shetani kwa na madai. Haleluya. Tusome Wakolosai sura 2. Tusome Wakolosai sura 2. Tutaangalia aya ya ngapi? Ya 13 hadi 15. Napenda sana maneno haya. Tunasoma Wakolosai sura 2 mlango wake wa 13 hadi 15. Ndio, naweza isoma katika jina la Yesu. Yes. Na ninyi mlipokuwa mumekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutokutahiriwa kwa mwili wenu, ndio, ili wafanye hai pamoja naye. Ndio. Akiisha kutusamehe makosa yote. Yeah. Akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushitaki kwa hukumu zake, iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigomea msalaba, akisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mgogo kwa kogo kwa ujasiri kabisa, akajishangilia katika msalaba huo. Chapa makofi, sema amen. Mimi napenda sana hapo. Akisha rudia Bwana kwa ile aya 15. Haya. Nanyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutokutahiriwa kwa mwili wenu, aliwafanya hai pamoja naye, akisha kutusamehe makosa yote. Makosa ngapi? Yote. Amen. Akisha kutusamehe makosa yote. Ambia aliye pembeni, kwa nini wao alikusaidia kusamehe uongo mimi ungali na hili? Kwa nini? Alikusamehe hii lakini ungali na hii. Alikushindia hii lakini kungali hii. Japo lazima asamehe makosa ngapi? Yote. Hatutakiwe tena tuwe na deni ya dhambi yoyote ile. Ya mawazo hapa, ya matendo hapa, ya masemi hapa, ulevi hapa. Vile tulishinda uongo, tutashinda na ulevi. Vile tulishinda ukahaba, tutashinda na uongo. Vile tulishinda uongo, tutashinda na kuteta. Vile tulishinda kutetana, tutashinda na nini basi? Na kiburi. Dhambi zote. Haleluya. 14. Akisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushitaki kwa hukumu zake, iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomea msalaba. Kifransa, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Haleluya. Niliwasa mtamchapia makofi makubwa. Nawatemelea huko. Tunatakiwa shetani aende mu maarchive. Hata kutana mu dossier yetu. Amen. Haleluya. Amen. Nimesema nini hamsema asile ni bali mnasema ni palmarès. Noma shetani ni palmarès. Sababu kama kuna mwenye wako wanadute juu ya diploma yake.
Kama alisomaga hakusomaga, wanaenda wapi? Kwa ile masomo wanaenda mpalmares. Wanaangalia sinema alifanya nini? Walisema ile Belgique ile degree palmarès Belgique iticha somea tuache pale. Wakristo wanayoti inaomba ukombozi itumalizie madeni na shetani. Haleluya. Samili zetu huru kweli kweli, usiku tulale na amani, mchana tutembee na amani, hata tukutana na tulima nabo hatutashituka. Hata tukutana na tulifanya nabo mkahaba hakuna kushituka. Hata tukutana tulilewa nabo, haleluya, hakuna kushituka, maana hatuna tena tenia. Chapa makofi, sema ndio. Na tuko huru kudeklare maneno fulani mbele yao na hatuna hofu. Ndio. Kuna wale beibangani na madeni ya shetani wanasikia boga ya kusema maneno fulani mumunani mwa asante mkikundi, sababu wanaogopa tunaendana wewe kama wanakuta nini wanaita sehemu mumanani makwe wewe ni wachikuna wewe sahau zile matermini za choponi. Sasa wanakutana makwe, wanakutana sijui mwanini masisteme. Haleluya. Hatuna boga na mugari kusema Yesu ni Bwana, bila hata kuangalia mbele, bila kuangalia nyuma, kushoto kulia. Tunatakiwa kila kwa tunaingia tutadeklare na Yesu, tutajisema bila hoga na hatuangalie nani ananiona, nani atanisikia. Tu hatuna deni. Hatuna deni. Nasema hatuna deni. Ila efasela tendone sordonas nous condamner et qui subsistait contre nous et il a détruit à la croix il ne s'enlèvera jamais. Oh hallelujah. Il a cloué ça à la croix. Hatuna deni. Nous sommes libérés. Nous sommes libérés. Hatuna deni. Ule ndio Mkristo. Mimi nataka mtu mwenye tena fanya declaration ya hii neno leo usiku sataomba. Mbele aombe anaifungua na naambia shetani sikia. Leo ninafanya kusomee wapi? Ndio tena pale uloe. Inaomba leo kama kweli kweli mnajua mmewekwa huru mbali na sheria ya dhambi. Sasa mtafanya maombi ya usiku, ya asubuhi, mnaambia shetani uje. Wasite kupriere yangu ya leo. Leo namwambia mbele niombe. Kuko barua nafanya nini? Nakusomea barua kwanza ya Wakolosai. Na mimi nakuambia leo haiko tena barua ya Wakolosai, mimi nakusomea barua ya Mwira. Nakusomea barua ya nani na wewe ujiseme. Nasema leo nakusomea barua yangu. Haleluya. Nakusomea barua yangu kwa article combien? Alinea ya ngapi? Na ya ngapi? Kisha anasema sema hivi unajivuna. Kisha unamwambia nilipokuwa nimekufa kwa sababu ya makosa yangu na kutokutahiriwa kwangu. Sasa ule mkombozi aliye na nguvu kuliko wewe amenifanya nini basi? Hai pamoja naye. Alishafufuka na mimi akafufuka na mimi. Alinifufuka naka wewe shetani. Akanilewa mpaka na uhai wangu unafichwa katika mbavu yake. Unamwambia ngumi ya kwanza hiyo. Na kisha unamwambia na baadaye amenisamehe makosa yangu. Mwambia shetani vile vyako vilikuwa vya juzi na vya juzi na jana vile. Sikwake tena muliste yako. Ninawatakia leo shetani awakose pambarete yake. Lakini watafuta hakuna press. Hata mliogoka hakuna press. Hata mlizidi hakuna press. Ilikuwa sababu na kosa yenu hiyo. Tutakuwa muliste yako. Chapa makofi usimame. Mwambie Yesu asante uliyetukomboa, uliyetuingiza msalabani, uliyetufanya mali, uliyesamehe dhambi zetu.
Tumshukuru Mungu Baba. Haleluya. Tuketi. Nataka mko mnafanya madeklarasyon kwa habari ya wokovu. Kwa habari ya maombi mko mnafanya deklarasyon. Kwa habari ya ufungulifu mfanye madeklarasyon. Usudi shetani akuwa nasikia kama hatuko mahali hapa. Akisolwe asame. Hiyo ndio ukombozi. Ni kufuta madeni yote. Napenda hiyo aya yake ya 15. Unaweza irudilia Bwana. Il a déplié les dominations. Il a déplié. Qu'est-ce qu'on appelle déplier? Déplier, c'est-à-dire lorsque Mwira qui a un veste, on enlève ça, on arrive sur quoi? On enlève. En dessous, il doit y avoir quoi? C'est vrai, il faut qu'on enlève aussi. C'est ça déplier. Alléluia! Il a déplié les dominations et les autorités. Il a déplié ça. Il a déplié ça. Après avoir les dépliés, qu'est-ce qu'il a fait? Et il les a livrés publiquement en spectacle. Un spectacle pour dire que même les sourds, les aveugles, hata vipofu nao wafanye nini? Na viziwi wafanye ya kwamba dhambi leo zimewekwa hasarani, zimenyang'anywa nguvu na uwezo na mamlaka. Tumekuwa huru bali na sheria ya Jésus a déplié ça. Il a déplié ça. Ah, il y a une virgule. Elle triompha d'elle par la croix. Amen. Alléluia. Mnajua mumache mnakuwa sehemu ngapi? Mnakuwa ngapi? Mnakuwa quart de finale, mnakuwa na nini? Na demi finale, na mnakuwa nini? Mnakuwa finale. Sasa bale ndio wanapita quart de finale, si ndio? Wanaenda ku demi finale. Bakishinda ku demi finale, kuna matumaini kama kutakuwa nini? Kwa finali. Sasa na mole mfinali mko ale na mko. Sasa kama wakipita kwa ale kuna kuwa nini? Macho ya Yesu haikuwa kama ni ya quart de finale, hamkuwa ni ya demi finale, hamkuwa ni ya ale, hamkuwa hata ni ya nini? Pour donner un espoir à qui? À Satan. À son équipe. Nilikuwa wanajua kama kuna ile wanaitaka selection ya ba meilleur perdant. Shetani nilikuwa na matumaini kama ngara ataingia mu selection ya banani. Mais il a déplié les dominations et les autorités. Et les a livrés publiquement en spectacle. En triomphant d'elle par la croix. Msalaba ni ushindi. Lazima tuonyeshe shetani msalaba wa Yesu. Akiona anatetemeka, anajua hii peresi chezeaje mwali. Bali ni achabu uchi. Kumbe sisi tulikuwa tunazania Yesu ndio aliye uchi msalabani, kumbe ni dhambi ndio zinabakia uchi msalabani. Kumbe ni shetani ndiye anadepie msalabani. Kumbe ni dhambi ndio zinagongombea. Siye Yesu wangu ndiye walipigia misumari, kumbe ni dhambi ndio walipigia misumari, wakazifezeresha mchana kutwa. Tupatie na makofi, sema amina. Ya. Kumbe saa zinataishi. Na spendi ni wasumbui, sudi kesho msikui. Nilipaswa nifundishe sasa na ya ngapi? Na ya 4 na ya 5. Mais sasa inakuwa kumbe ni déjà 17h. 24 minutes. On se lève, on prie et on parle. Tuachie kwa. Bwana Yesu amen. Tunafungwa na sheria ya wakati na ya saa. Lakini mubarikiwe nyiwe mko mnakuwa. Tunatafuta declaration juu ya maisha yetu. Haleluya.
Tunatafanya declaration juu ya maisha yetu ya imani. Kila mwangali na zami ngana mfunga inafaa uideklare na hii verse. Uiambie leo mimi nakupiga kwa msalaba wa Yesu. Lazima ubakie pale leo, sitaondoka na wewe. Bakia kwa ile msalaba. Ninakusihi wewe mwenyewe uko humu, anza kufikiri dhambi gani. Msikilizaji na mtazamaji, acha kuangalia ni dhambi gani inanifanya mtumwa, uideklare leo na uiambie mimi nakuangika kwa msalaba wa Yesu. Lazima nikombolewe. Na sote tutadai mkono wa uwezo ya Mungu. Sababu tunatakiwa aliye na uwezo aje atukomboe kuliko yule mwalitushikaka. Haleluya. Haleluya. Inua mikono tuombe sote pamoja. Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo. Ni Baba. Tuna moyo wa shukrani mbele zako leo Baba. Asante kwa jioni ya baraka. Asante kwa Pasaka njema ya 2021 ambayo umetupa. Na somo limekuja juu ya ukombozi. Tunakushukuru Yesu Kristo aliyetukomboa, ambaye wewe umetusamehe dhambi zetu. Tulipokuwa wafu kwa dhambi, ukatuhuisha tukafufuka pamoja na wewe. Na dhambi umezigongomea msalabani, ukaziondoa zisiweko tena. Haleluya, haleluya. Umetuweka huru bali na sheria ya dhambi. Yesu tunakuabudu, Yesu tunakushukuru. Sasa hawa wote walioingia leo, ewe Yesu Kristo, shuka na uwezo wako ili kuwaweka huru, waweke huru, waweke huru, waweke huru. Komboa roho, komboa mwili, komboa nafsi, wafanye kuwa mali yako. Hawa ambao wangali mali ya shetani kwa njia hii wala kwa njia nyingine, tarehe ya leo wakomboe, wafungue, waweke huru, warudishe tena kwa mali yako, wafanye tena kwa pia yako. Uwe Mungu wao na wao watoto wako, wanyang'anye katika mikono ya ushiriku, katika mikono ya uchawi, katika mikono ya ulozi. Wafunguke katika jina la Yesu, wafunguke katika jina la Yesu, wafunguke katika jina la Yesu. Tunatangaza ufungulivu leo, tunatangaza ukombozi leo. Hii roho ikombolewe leo, hii nafsi ikombolewe, hii mwili ikombolewe, maisha yao ikombolewe, wakombolewe leo. Wasiwe na deni ya shetani, 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 wasiwe na deni ya ibilisi. Haleluya. Watembee shingo juu, watembee kichwa mbele, watembee kichwa mbele, watembee kichwa juu, watembee shingo juu, wasiogope shetani na ulimwengu, maana wanajua yeye ana nguvu. Amewakomboa, wakombolewe leo Bwana. Yesu asante, Yesu asante, Yesu asante, Yesu tukuzwe, Yesu himidiwe. Maana umewakomboa, maana umewakomboa. Yesu sikiwe, Yesu inuswe, neema ito yomba, neema ito yomba, katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Tunaenda kushambulia kila laana zote za maisha yetu. Ziwe ni laana zetu tulipata kutoka wazazi, laana zetu tulipata kwa udongo tuliingia. Maana kuna udongo ingine tukiingia inatubeba mama, inatubeba mama, inatubeba watoto. Sasa nakumbuka yule mama, jina lake nani? Naomi kabisa. Naomi yule kabisa. Sasa naenda kwa Moa. Alikuwa na nani? Alikuwa na nani? Sasa anarudia hana nini? Hana bwana na hana watoto na hana mali. Sasa aliingia katika udongo iliolaaniwa. Haleluya. Kuna wale ambao udongo tuliingia na laana yake inatufanya watu. Lakini lazima tukombolewe kutoka ile laana. Haleluya. Tudeklare leo, tuambie ile udongo kwamba leo ninanyunyiza damu ya Yesu kwa hiyo udongo linapoa. Tudeklare ile kwa jina la Yesu Kristo. Tuanze nyunyiza damu ya Yesu kila kwa tunapoa. Laana ya pale isitufuate. Tukombolewe kutoka kwa ile laana. Kuko makateze zinaproduira katuba kahapo. Kuna makateze zinaproduira katuba chao. Kuna makateze zinatoka kwa mtuba vuayu. Kuna makateze tu banabeba mama mimba mwingi yake ndoa. Forma de resma ndio iliwaka kama parcel. Forma de resma ndio ulipanga kama. Tuinue mikono tunyunyize damu ya ukombozi.
haleluya. Kwa maisha yetu, kwa jamaa zetu, tuseme hakuna laana juu yetu. Tamka ile, tuombe katika jina la Yesu. Tamka ile kwa jina la Yesu. Omba ile kwa jina la Yesu. Nyunyiza damu ya ukombozi. Nyunyiza juu ya uzao wako. Nyunyiza juu ya watoto yako. Nyunyiza juu ya nyumba. Nyunyiza juu ya penye na pisaka kwa jina la Yesu. Hakuna laana juu ya Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Mungu wetu. Tunatangaza wale watoka laana. Laana za misingi. Laana za tamaa. Laana za zile sabina. Laana za nchi tunayoikalia. Laana za nafasi tunayoikalia. Leo katika jina la Yesu. Tunakukataa katika jina la Yesu. Tunanyunyiza damu ya Yesu. Tunanyunyiza damu ya ukombozi. Damu ya mwana kondoo wa Baba. Tunainyunyiza juu ya nyumba zetu. Tunainyunyiza juu ya jamaa zetu. Tunainyunyiza juu ya maisha yetu. Yule anayeharibu atakapokucha, hakutane damu yako Yesu. Hakutane damu yako juu ya sura zetu. Hakutane damu yako juu ya nyumba zetu. Hakutane damu yako juu yetu. Tunatembea na damu yako. Tukinyunyiza juu ya maisha yetu. Ewe laana utuache. Ewe laana utuache. Kwa jina la Yesu. Laana za jamaa. Laana za misingi. Laana za asilia. Tunyunyiza damu ya Yesu. Damu ya baraka. Damu inayonena mema. Damu inayonena mema. Damu ya ukombozi. Damu ya ukombozi. Haleluya, haleluya. Yesu sifiwe. Yesu tukuzwe. Bado umetoboa chini ya laana ya dhambi, chini ya laana ya jamaa, chini ya laana zema chao walikini, laana zema shanga walisema, laana zenye watu walisema. Leo damu ya Yesu isafishe. Damu ya Yesu isafishe. Damu ya Yesu isafishe. Damu ya Yesu ioshe. Damu ya Yesu iondoe. Haleluya, haleluya. Sifa kwako Yesu. Bado umesikia, umeenda kutenda. Ndio maana tunamshangilia mkombozi wetu Yesu. Uliyetukomboa, uliyetukomboa, uliye na nguvu zidi ya shetani, uliye na nguvu zidi ya Farao, uliye na nguvu zidi ya zao. Tunakuchapia makofi za kukushangilia wewe katika jina la Yesu. Amen. Chapa makofi, sema amina. Haleluya. Mungu wa mbinguni awabariki. Katika Yesu, amina. Amen.